Asanteni sana ndugu zangu wana Mtwara. Awali ya yote, nami kama wenzangu waliotangulia, nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia sote kukutana hapa leo tukiwa na afya njema, amani na utulivu. Nimesimama mbele yenu leo kwa mara ya kwanza tangu niteuliwe kuja kushirikiana nanyi kuhakikisha Mtwara inasonga mbele kimaendeleo. Namshukuru sana kipekee Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa imani kubwa kwangu na kuniteulia kuwa mkuu wa mkoa. Na nilisema hapo awali, kwa jinsi nilivyoona makundi ya kina mama na jinsi maandamano yalivyokuwa, Mtwara tuko vizuri na tutasonga mbele kwa pamoja. Ndugu wananchi na viongozi, tumekusanyika hapa leo tukiungana na dunia nzima kuadhimisha siku hii muhimu ya wanawake duniani. Kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake duniani mwaka huu, kama walivyotangulia kusema wenzangu, ni haki na usawa kwa wanawake na wasichana ambao ni msingi jumuishi kufikia dira ya kwetu ya maendeleo ya 2050. Kauli mbiu hii ni ya kihistoria, kwani inatuelekeza kwenye maandalizi ya miaka 25 ijayo. Tunajenga Tanzania ya mwaka 2050 ambayo usawa wa kijinsia utakuwa ni msingi imara wa uchumi wetu. Na niwapongeze sana wanawake wa Mtwara na hata taifa letu kwa ujumla, ambapo pia alisema mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa kwamba tunasherehekea siku hii ya wanawake duniani mwaka 2026, ambapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwanamama hodari, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Ndugu viongozi na wananchi, kwa kuzingatia umuhimu wa wanawake, serikali kwa kushirikiana na wadau imeendelea kuweka mazingira mazuri kuwezesha wanafunzi wa kike kupitia mpango wa elimu bila malipo kuanzia msingi hadi kidato cha 6 unaendelea. Kipekee tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuanzisha shule ya sekondari ya wasichana, yaani Mkapa Girls, wilaya ya Nanyumbu, ili kuongeza fursa za masomo ya sayansi. Lengo ni kuhakikisha kuwa kila kijiji mkoani Mtwara kina binti aliyebobea katika sayansi na teknolojia ifikapo 2050. Kwa pamoja tumpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa tendo hili kubwa la kuanzisha shule ya sekondari Mkapa Girls. Pongezi zetu kwa mkoa wa Mtwara nitawaelekeza hapo mwishoni. Huwa ni makofi matatu. Nikisema kofi moja tunapiga moja, mawili tunapiga mawili, na baadaye makofi matatu. Lakini kwa ajili, hebu nisikie vigeregere vya wamama. Hongereni sana na tunampongeza sana Mheshimiwa Rais. Ndugu viongozi na wananchi, katika sekta ya afya, sekta hii ni kipaumbele chetu kikubwa, ambapo pia aligusia mwenyekiti UWT, ambapo kwa sasa tunajivunia jumla ya vituo vya afya na zahanati 344 vimeanzishwa. Aidha, kupitia mfumo wa M-Mama tumepata mafanikio makubwa tangu kuzinduliwa kwake mwezi Aprili 2023, ambapo umeokoa maisha ya wanufaika 11,376. Kati ya hao wajawazito 9,767 na watoto wachanga 1,609, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kitaifa kuhakikisha hakuna mwanamke anayepoteza maisha wakati akileta maisha mapya duniani. Kina mama oye! Ndugu viongozi na wananchi,
hatua ambapo sasa tumefikia 72% vijiji na 85% kwa upande wa mijini. Kwa hivi sasa tunatekeleza miradi 34 vijiji na miradi mikubwa 3 mijini, ikiwemo uboreshaji wa mradi wa Makonde na ujenzi wa mradi kutoka mto Ruvuma hadi Mangaka. Lengo letu ni kufikia 85% kwa vijijini na 95% mijini, ili kumtoa mama ndoo kichwani na kumpa nafasi ya kushiriki katika shughuli nyingine za maendeleo. Hivyo natoa rai kwa wananchi wote mkoani Mtwara kuwa walinzi wa kwanza wa miundombinu hii inayojengwa kwa gharama kubwa, kutunza vyanzo vya maji na kulipia bili kwa wakati, ili kuhakikisha miradi hii inakuwa endelevu kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Ni wajibu wa kila mmoja wetu kuhakikisha rasilimali hii muhimu inatumika kwa tija, jambo litakalosaidia kuboresha afya, usafi wa mazingira na kukuza uchumi wa mkoa wetu kuelekea dira hii ya kitaifa ya 2050. Ndugu viongozi na wananchi, uwekezaji wa kiuchumi ni injini ya mabadiliko ambayo kuanzia mwezi Julai 2024 hadi Februari 2026 jumla ya shilingi bilioni 7.84 zimekopeshwa kupitia 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri zetu. Inatia moyo vikundi vilivyovitembelea, wapo ambao wamenufaika na mkopo huu wa 10%. Nawapongeza sana. Katika kiasi hicho, wanawake wamefaidika na shilingi za Kitanzania bilioni 3.57 kupitia vikundi vyao 688 yenye wanufaika 3961. Nipongeze kina mama. Aidha, kupitia benki ya NMB wafanyabiashara wadogo 580 wakiwemo mamalishe na machinga wamepata mikopo jumla ya shilingi za Kitanzania milioni 580.8. Jambo hili linachochea mnyororo wa thamani na kukuza kipato wa kaya zetu. Natoa rai kwa wanawake na wajasiriamali wote kuchangamkia fursa hizi za mikopo ya 10% na ile ya masharti nafuu kupitia benki ya NMB. Mkitumia mitaji hiyo kwa tija na uaminifu katika kukuza miradi yenu ya uzalishaji na usindikizaji na usindikaji, huku mkizingatia urejeshaji kwa wakati, ili mzunguko huu uendelee kuwanufaisha wananchi wengi zaidi, kuleta mapinduzi ya kweli ya uchumi katika mkoa wetu wa Mtwara. Ndugu viongozi na wananchi, tunapoelekea dira ya mwaka 2050, lazima sasa tuhame kwenye nishati ya kuni na tuelekee kwenye nishati safi ya kupikia, ili kulinda afya ya mwanamke na mazingira. Nimeona kwa ndugu yetu anayo majiko mazuri sana ya utunzaji wa mazingira, na namshukuru sana kwa zawadi yake, nasi tutamuunga mkono. Mkoa wetu umenufaika kupelekea umeme katika vijiji 785, huku vitongoji 2835 kati ya vitongoji 3432 vikiwa tayari vimeunganishwa, na zoezi la kupelekea umeme kwenye vitongoji vilivyosalia linaendelea na wakandarasi wapo kazini. Nichukue fursa hii tu kuhimiza wenzangu wana Mtwara na wananchi wote, idara za serikali na sekta binafsi kushiriki kikamilifu katika mkakati wa taifa wa nishati safi ambao ulianza mwaka 2024
na utaisha mwaka 2034 kwa kuacha uharibifu wa misitu na kutumia rasilimali zetu kwa tija. Ndugu viongozi na wananchi, pamoja na jitihada za serikali za kuhimiza maadili mema na upendo katika familia, mkoa wa Mtwara bado unakabiliwa na changamoto ya matukio ya ukatili, ambapo kwa mujibu wa dawati la ustawi wa jamii, kuanzia Januari hadi Desemba 2025, yani mwaka jana, jumla ya watu wazima 1311 walifanyiwa ukatili wa kijinsia, wakiwemo wanawake 1094, wanaume 217. Takwimu hizi zinaonyesha kuwa ukatili wa kimwili, yaani matukio 530, na ukatili wa kisaikolojia matukio 455 ndiyo yaliyoongezeka, yakifuatiwa na ukatili wa kiuchumi na ukatili wa kingono, jambo ambalo linaathiri ustawi na amani ndani ya kaya zetu. Mkuu wa wilaya mwenyeji, wakati ananikaribisha wilaya ya Masasi, Mheshimiwa Recho, amegusua masuala haya pia. Mimi kwa jinsi nilivyoona bashasha pamoja na maandamano, wanawake mkoa wa Mtwara na imani mmesikia na mtajirekebisha. Kwa upande wa watoto, ni lazima sote tuzinduke na kukemea ukatili huu, alisema pia mwenzetu aliyemtangulia, kwa nguvu moja, kwani jumla ya matukio 1480 yaliyoripotiwa yakihusisha watoto wa kike 1282 na wa kiume 198, huku ukatili wa kingono, yani matukio 441 ya ukatili wa kihisia, matukio 401 yakiwa miongoni mwa matukio yenye idadi kubwa ya waathirika. Kwa hiyo ndugu zangu, tushirikiane kwa pamoja kurekebisha hali hiyo. Aidha, kutekelezwa kwa watoto, yaani matukio 260 za ukatili wa kimwili, matukio 230 na matukio 235. Hii ni kutelekezwa kwa watoto, ni viashiria vinavyoonyesha mmomonyoko wa majukumu ya malezi katika jamii, hali inayohitaji ushirikiano wa dhati kati ya wananchi, vyombo vya dola ili kuwalinda watoto wetu ambao ni warithi wa dira hii tunayoipambania, yani dira ya 2050. Ndugu viongozi na wananchi, kipekee nichukue fursa hii kuwapongeza kwa dhati maafisa maendeleo ya jamii na maafisa ustawi wa jamii katika mkoa wa Mtwara pamoja na wadau wote wa maendeleo kwa kazi nzuri na mfano wa kazi wanazoendelea kuzifanya. Uthubutu wenu wa kufikia malengo ya ndani kabisa, kutoa elimu, kuratibu majukwaa ya wanawake, kusimamia miradi ya uwekezaji na kuharakisha ulinzi na kuhakikisha ulinzi wa makundi yenye mahitaji maalum ndio uliotufikisha hapa leo. Hongereni sana. Tunatambua weledi na jitihada zenu na tunawahakikishia kuwa serikali itaendelea kuwaunga mkono kuelekea dira yetu ya taifa ya 2050. Ndugu viongozi na wananchi, mwisho, katika kuimarisha ulinzi na ustawi wa jamii yetu, mkoa unaendelea na zoezi la uandikishaji wa makazi katika rejista ya utambuzi wa makazi na wageni kwenye kila kijiji na mtaa ili kuimarisha usalama na kurahisisha mipango ya maendeleo, sambamba na utekelezaji wa mkakati wa bima ya afya kwa wote unaolenga kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma katika vituo vyetu 344 bila kikwazo cha kifedha.
wawasilishaji waliopita pia wamegusia bima ya afya, na kwamba ukishakuwa na bima afya unapata huduma za afya kwa urahisi. Natoa rai na msisitizo wa kipekee kwenu wananchi wa mkoa wa Mtwara kujitokeza kwa wingi kutoa taarifa sahihi wakati wa uandikishaji wa rejista hizo na kuhakikisha mnakata bima za afya kwa ajili ya familia zenu, kwani utambuzi wa nani anaishi kwenye maeneo yetu kuwa na uhakika wa matibabu ndio msingi mkuu wa usalama wa kudumu katika mkoa wetu, afya imara na nguvu kazi yenye tija kuelekea mafanikio ya dira yetu ya 2050. Tunazingatia pia mkoa wetu uko katika mpaka na nchi nyingine, kwa lazima tuzingatie haya. Mtwara oye! Wamama oye!